Badilisha kanuni kivipi? Wani Engineer Hersi anahusikana nini na CAF? Kama mwenyekiti wa vilabu barani Afrika. Yeye ni mwenyekiti wa umoja wa vilabu barani Afrika. Leo unapozungumzia shirika la kazi ILO, haliwezi likaingia kwenye mashirika haya au kwenye viwanda likapanga sheria. Wale kazi yao ni kusimamia haki za wafanyakazi. Na huyu engineer kazi yake ni kusimamia haki za vilabu, sio kwenda kupanga sheria na CAF. Tena cheo chake amekuwa adui wa CAF. Kwa sababu wewe kazi yako ni kutetea vilabu, sio kwenda kuwapangia sheria CAF. Haingii kwenye vikao vya CAF. Akiitwa basi anakuwa kama interested observer. Sio, umeelewa? Lakini hajabadilisha kanuni haina yoyote. Kwa nini alikamwa alizungumzia Simba inapaswa kumpongeza Engineer Hersi, na tumai umemsikia na umemtazama alikamwa alichokiongea. Ndio kushukuriwa kwanza wa kushukuriwa ni Asim Dewji. Si umeelewa? Asim Dewji ndio alipave the way timu za Tanzania au za East Africa. Jinsi gani mnaweza mkafika finali 93. Si umeelewa? Simba inaingia finali 93. Inalikosa kombe hapa. Anakuja nani? Anakuja Gor Mahia ya Kenya. Inaingia 98, 99. Wanakwenda wanalichukua lile kombe. Si umeelewa? Kwa hiyo Asim Dewji ndio alipave the way, ndio alionyesha kwamba mashindano ya kimataifa yanachezwa hivi. Na uongozi wa Simba, Mo Dewji baada ya kuingia, sawa na kuingia na kuwa ni mwekezaji ndani ya Simba, ndio kaonyesha mashindano ya kimataifa yanachezwa hivi. Ligi yetu ikapanda kwa sababu Simba ikawa kila siku kila mwaka inaishia robo finali. Kwa hiyo pointi zikaongezeka, ndio ligi ikaja mpaka kwenye 10 bora. Kwa hiyo kushukuriwa ni Simba. Simba ndio alipambania hii ligi, Simba ndio alionyesha njia ya kucheza mashindano ya kimataifa. Na kama engineer angekuwa anajua jinsi gani ya kucheza mashindano ya kimataifa, asingekosa goli moja hapa na Msaja. Si umeelewa? Simba na Yanga walipewa timu za aina mbili, zote zinatoka katika ligi moja. Mmoja anashika nafasi ya pili kwenye ligi ya Algeria, mmoja anashika nafasi ya 4. Yanga anacheza na mtu anashika nafasi ya 4 ambaye ni nani? Msaji. Simba amecheza na klabu Constantine ambaye anashika nafasi ya pili. Si umeelewa? Tumeenda kucheza nazo, Simba amemfunga klabu Constantine 2-0 uwanja wa Taifa. Yanga akashindwa kutafuta goli moja akatoa sare pale. Sasa anajua kucheza mashindano ya kimataifa. Anasema ni kwa nini hajaipongeza Simba? Kwa kweli limekaje kwamba alipaswa kweli kuipongeza Simba kwenye hiki ambacho kimetokea? Jelimulo ni mtu wa mpira. Uwezi yani wewe ukiwa mtu wa mpira uwezi kuacha kutoa pongezi. Sawa? Mangungu Yanga alivyoingia finali aliwapongeza, kina Trageni wote walipongeza Yanga. Kumbe viongozi wa Simba walipongeza, ndio that is a football fair play. Jelimulo simamona airport. Akasema huyu ni wakati wa Simba. Huu ni wakati wa Simba. Na huu ubingwa Simba lazima achukue kutokana na ile kombe linakuja kumalizikia wapi? Nyumbani. Nini amewapa nafasi? Umeelewa? Sasa Jelimulo na engineer nani alotangulia kwenda kujua Yanga? Umeelewa? Jelimulo ndio Yanga yao. Na ameshakuwa msemaji na ni mwanachama wa Yanga kitambo. Si umeelewa? Sasa engineer nani? Engineer sikaja juzi tu hapa GSM, nikampeleka pale aende akasimamia masuala yake. Kwani nihitaji pongezi kutoka upande wa pili? Kwa tupongeze, sisi tunachoangalia yetu yanakwenda. Yaani mwaka huu lazima turudi nalo. Lazima tulichukue. Ndio kauli mbiu yetu. Sisi hatuangalie umetupongeza. Tukipongezwa na Mama Samia na serikali yake inatosha. Wewe mwenyewe umeona serikali ya Mama Samia inavyohangaikia uwanja. Simba icheze finali, imalizie finali wapi? Uwanja wa Taifa. Na jana ulikuwa na ukaguzi wa nini wa uwanja Mangungu. Naibu waziri wa michezo. Mbalu mwenyewe alikuwepo. Wanakagua kama serikali yenyewe wanajua, wana appreciate tu Simba walichokifanya. Who are you by the way? Anataka aweke historia kwenye utawala wake, likombe kaichukua. Awali Manara aliibuka akasema mpira wetu wa Tanzania ulikokuwa na chuki, wapo ambao wanachukia Simba kufika finali. Akasema tusinune bali ni wakati wa Simba. Ni kama Manara pia aliappreciate Simba kufika finali. Manara yuko sahihi, alichokiongea yuko sahihi. Alafu hili uwezo ukapingana nalo. Unajua usia wa mtu aliyekufa huwa mara nyingi lazima ufuatwe na lazima utokee. Marehemu Magufuli kama nakumbuka alipokuja kutukabidhi kombe la ligi pale, Sidi Kagera Sugar tukafungwa 1-0, alisema nahitaji Simba muwe watu wa kwanza kuleta kombe la Afrika. Si umeelewa? Kwa hiyo Simba tuna deni. Kwa hiyo deni sasa we going to pay. Si umeelewa? Kwa hiyo kauli ya mwenda zake ndio inawasumbua Yanga, na ndio maana Yanga hakuchukua lile kombe kwa sababu sio yeye aliyotabiriwa na marehemu. Marehemu amelitabiria Simba na ndio kinachoenda kutokea. Na ndio kinachoenda kutokea.
Yanga wakajitia kimbelembele wanataka kupita na ile kauli. Sasa marehemu akamwambia hiyo sio ya kwenu. Mtu aliyekufa kauli yake huwa haipotei. Side RS Berkane. Ni timu ya aina gani? Simba inaenda kukutana nao finali, lakini pia Simba na nafasi ya kutoa ile kombe kwa timu kama Berkane. Unapozungumzia Simba na Berkane, Simba ni mkubwa kwanza. Berkane yuko chini ya Berkane. Simba ni mkubwa kwenye renki za CAF. Berkane yuko chini ya Simba. Berkane anaingia na Simba kama Berkane kama ni underdog. Alafu Simba ana experience kubwa mashindano ya kimataifa. Berkane ni underdog kwa Berkane ni underdog kwa Simba. Simba ni mkubwa. Simba nafasi ya 4, Berkane nafasi ya 6. Sio, umeelewa? Alafu ukija kwenye mashindano Simba amecheza yani ana experience kubwa ya mashindano ya klabu bingwa. Ameshacheza robo finali takriban 6 mfululizo. Sio, umeelewa? Yeye Berkane ana experience kwenye mashindano haya ya CAF, ya nini? Ya Confederation. Sio, umeelewa? Ashacheza finali takriban 3 sasa hivi mfululizo. Wao wamekutana watu wawili tofauti. Alafu wachezaji wa Simba wengi wana experience kubwa. Yupo mchambuzi pia ambaye aliongelea hili, Jemedari Saidi. Alisema kwamba wachezaji wa Simba ni bora kuliko wachezaji wa Berkane. Unaungana naye mkono? Naungana naye mkono. Kama wachezaji wa Berkane. Wewe unapomzungumzia Shomari Kapombe, sawa? Ana robo finali 7. Sio, umeelewa? Na finali 1. Sasa cheza mpaka African Football League. Ina maana Berkane hana experience ya kukutana na vilabu vikubwa. Simba ana experience ya kukutana na vilabu vikubwa. Kitumia wachezaji wa Simba ni bora kuliko Berkane. Wachezaji wa Simba ni bora. Naomba mrudie ikawa. Wachezaji wa Simba ni bora na wana experience kubwa kuliko Berkane. Umeelewa? Kinachowatisha Watanzania wengi na wana Simba wengi kuwasikiliza maneno ya Yanga na propaganda zao kwamba Berkane amemfunga goli 4 nani Klabu Constantine nyumbani kwake. Amemfunga goli 8 Stella Buch. Umeelewa? Sasa mpira huko hivyo. Finali ni game plan. Umeelewa? Kila mechi na game plan yake. Kocha wa Klabu Constantine sio kocha wa Simba, sio Fadlu Davis. Kocha wa Stella Buch sio kocha wa nani? Wa Simba. Kwa hiyo kocha wa Simba ana game plan yake, ana format zake na ana uwezo gani wa kufanya nini? Wa kuplan mechi katika kuelekea nini kwenye mechi za away na mechi za nini? Za nyumbani. Licha kwa kile ambacho kinachoendelea hivi sasa, nilikuwa napita kwenye baadhi ya mitandao hususan kule South Africa. Wanamwimba sana Fadlu Davis kama mrisi wa kocha wa Orlando Pirates. Na Kaizer Chiefs pia vile wanamtaka. Simba Sport Club msimu huu tutamatika. Wana kazi ya kumbadilisha au ya kumbakiza Fadlu Davis. Simba tuna kazi kubwa kwa kumbakisha kwa sababu jamaa CV yake sasa hivi ishakuwa kubwa mno. Tushamtengenezea CV. Na Simba ni timu ambayo inatengeneza CV. Anaweza akaondoka Fadlu Davis akaja mwalimu mwingine akawa bora zaidi ya Fadlu Davis. Yaani ndio Simba ilivyo. Kila kinachokuja ndani ya Simba lazima kionekane bora. Sio, umeelewa? Kinachokuja si ndani ya Simba lazima kionekane bora, lazima kitengenezwe CV kwa sababu timu yenyewe aina ya timu wanaokuja. Yaani Simba kama unavyoona Real Madrid au Liverpool wanapoenda kucheza mashindano ya kimataifa. Kwa hiyo wachezaji, viongozi pamoja na nani? Pamoja na benchi la ufundi wote lazima CV zao zinafanya nini? Zinaendelezwa. Kwa sababu Simba sio mara ya kwanza kupata mwalimu wa design hii. Pablo Martin alikuja hapa. Alikuwa hajawahi kufundisha mpira wa Afrika. Kaja kaanza kufundisha Simba. Ameenda mpaka robo finali tena ametolewa kwa upinzani na Orlando Pirates kwenye mikwaju ya penalti. Amekuja hapa Didier Dalosa ametolewa robo finali na Kaizer Chiefs. Tena kwa tofauti ya goli moja. Kwa Simba ni timu ambao Uchebe alikuja alikuwa hana CV yoyote, tumemtengenezea CV. Simba ni Bada Block alikuwa hana CV yoyote, tumemtengenezea CV. Kaenda Farabat kaenda Wydad Casablanca kaipeleka finali ya kombe la nini? La Afrika. Fadlu Davis akiondoka itakuwa alishamaliza kila kitu chake au bado Simba Sport Club mtakuwa mna deni? Kwa project tuloiandaa atakuwa ni bado. Na nadhani viongozi sawa lazima watachachamaa katika kumbakisha Fadlu Davis. Kwa sababu Simba nayo tayari ishakuwa kubwa sasa hivi. Ukiona timu inatengenezewa jezi na Diadola, basi hiyo timu ishakuwa kubwa. Ukiona timu inaingia mkataba wa bilioni 38 wa jezi, hiyo timu ishakuwa kubwa. Na tayari Simba kashaingia kwenye top 5. Hawezi akaenda Kaizer Chiefs au Orlando ambao hata kwenye 10 bora hawapo. Ila wale ana msuri wa kifedha, inasemekana dau limeweka dau nono sana. Mara 3 ya mshahara ambao analipwa Simba Sport Club. Itategemea sasa na dau la mwalimu. Na boss tunaye. Boss tunaye uwezo anao. Yaani mdhamini wa jezi ana pesa na boss wetu ana pesa. Watambakisha Fadlu Davis. Kwa sababu ili auze jezi, lazima timu yetu iwe bora. Na ili timu iwe bora lazima uwe na benchi la ufundi bora. Kwa hiyo mimi nadhani watambakisha tu. Kwa safari hii ikitokea kama kile kilichotokea kwa Luis Jose Miquissone, mkashindwa msuri wa kifedha mkashindwa kumbakiza akaondoka. Sasa hivi msuri wa fedha uko vizuri. Unapomzungumzia Luis Miquissone kipindi kile hata mkataba wa jezi ulikuwa bilioni 1.
Sasa hivi mkataba wa jezi bilioni 7. Na tayari bosi mwenyewe anayotengeneza jezi ameshakwambia. Mkihitaji mchezaji wa aina yoyote kwa gharama yoyote niambieni nitawasajilia. Basi tutamwambia mzuie Mpanzu. Umeelewa? Basi Mzuie Mpanzu.